mbele yetu tuna ugeni sawa. Kama mnaofahamu kwa sura au mfahamu, lakini tuwatambulishe kidogo. Mbele yetu tuna mbunge wa jimbo letu la Busokelo Dr. Mwalwiba, lakini pia tuna mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Busokelo Dr. Mwinyi Omari Mwinyi. Wamekuja kwa ajili ya kuwatembelea, lakini kwa ajili ya kufanya usafi wa nje wa hospitali na kutoa msaada wa mashuka. Kwa wako hapa, kwa msistuke wala kushangaa. Asante, karibuni. Asante. Karibuni. Mfawidhi wa hospitali yetu ya halmashauri hapa Kitali, nianze kwa kupongeza kwa kazi nzuri mnayofanya kuhudumia ndugu zetu ambao wapo kwenye hospitali ya Kitali, lakini pia tumefika kwenye wodi ya wazazi na kina mama tumewakuta hapa wakiwa na bashasha, wamejifungua. Tunawapongeza, hongereni sana wote, lakini na wale wanaokuwa na maumivu nao pia tunawatakia wapone haraka. Kama alivyoeleza daktari mfawidhi, leo tumekuja sisi tumetokea Ruangwa. Tumekuja ni kundi ambalo wanafanya mazoezi, linajumuisha jamii ya watu wa Ruangwa kwa maana ya watumishi wa halmashauri, wanafunzi wako hapa, wanajamii walioko pale Ruangwa na maeneo ya jirani kama Mbigili, basi wao wanafanya mazoezi, lakini wakakubaliana kwamba Jumamosi hii basi tufanye mazoezi, lakini pia tukifanya mazoezi tuje kufanya usafi kwenye eneo hili la hapa Kitali. Kwa hiyo wana mazoezi wote pia nawapongeza na nawashukuru kwa ile kuona umuhimu wa kwamba pamoja na kufanya mazoezi na kujenga afya zetu, lakini pia tuje tufanye jambo hili especially kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi cha mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma. Ni mwezi wa matendo ya huruma pia, ambapo ni mwezi wa toba, lakini pia ni mwezi wa matendo ya huruma. Kwa hiyo sisi tumefurahi kuja hapa hospitali, lakini kipekee nimshukuru mkurugenzi na timu yake Dr. Mwinyi Omari Mwinyi kwa kufanya maandalizi kupitia idara ya utamaduni na michezo kuona kwamba haya mambo yamewezekana. Na mimi nafikiri tu japokuwa hatujakubaliana, kwa niaba ya wenzangu hawa, sisi watu wa mazoezi tuko tayari kushiriki shughuli za jamii mbalimbali, sio hii tu ya leo. Sehemu nyingine yote ambapo tutaonekana kuna umuhimu, basi baada ya mazoezi tunaweza tukaenda tukafanya hivyo. Lakini Dr. Mwinyi pia, ofisi ya mbunge tuliona kwamba na sisi tuje tushirikiane na wana mazoezi hapa kuja kuleta zawadi na kuja kuleta mashuka ambayo yatawasaidia ndugu zetu wanaumwa hapa katika hospitali ya Kitali. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji, mimi pamoja na wenzangu timu ya mazoezi pamoja na mheshimiwa diwani na Mwakisale, lakini pia namshukuru ndugu yetu mkuu wa kituo ametuunga mkono na maaskari. Asanteni wote kufanikisha hii na madaktari. Sisi tuko tayari, tunataka tutoe mashuka, tutatoa mashuka 50 yenye thamani ya shilingi 1,500,000. Tutatoa kwa ajili ya kutoa sapoti kwa hospitali yetu ambayo sisi wote kwa kweli ni wagonjwa watarajiwa. Siku ukiumwa basi ukija ukuta mazingira mazuri. Na kwa kweli daktari, na tunaomba tufikishie salamu zetu. Mazingira ni masafi sana. Pamoja na kwamba tumekuja kufanya usafi, lakini tumeona sio odi, tumepita na odi nyingine na nyinyi mmeshuhudia huko odini ni kusafi. Tunaamini kwamba mnapambana na sisi tutaendelea kuwaunga mkono. Asante sana. Kipekee kabisa kwa niaba ya halmashauri ya Busokelo, na shukrani za dhati kwako wewe mheshimiwa mbunge kwa kuliona hili la kuletea niseme zawadi ya mashuka katika hospitali yetu ya wilaya ya Kitali. Lakini pia tunakupongeza pia kwa kuhamasisha zoezi la mazoezi. Wewe pamoja na sisi leo tumeamka mapema, tumefanya mazoezi, tumekuja kufanya usafi. Tunakushukuru sana, lakini pia rai yangu ni kwa jamii. Hili lilotokea leo ni utamaduni mzuri. Kwa hiyo tuendeleze, tuwe watu wa kutoa msaada. Hizi ni hospitali zetu, ni rasilimali zetu za halmashauri. Kwa hiyo kuja kujitolea kwa kufanya usafi au kufanya jambo lolote kama alivyoonesha leo mbunge ni jambo zuri na ni jambo ambalo tunalifurahia. Kwa hiyo nakushukuru sana mheshimiwa mbunge, lakini pia mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa bodi ya hospitali, tunashukuru sana kwa kutupokea na tunawapongeza kwa kazi nzuri inayoendelea hapa. Inaweza kuwa kuna mambo madogo madogo, basi tuendelea kuyaboresha kadri siku zinavyozidi kwenda, lakini kipekee kabisa mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana kwa utu wako na moyo wako huu wa huruma uliotufanyia. Asante sana.